Tangu mwaka 2016, serikali ilizindua mpango mkubwa wa ukanda wa kiuchumi wa mto Yangtze, eneo linalojumuisha majimbo na manispaa 11 kando ya mto huo. Sturgeon wa China ni samaki wanaohama kati ya bahari na maji ya bara, yani anadromas, na wanatumia sehemu kubwa ya maisha yao baharini na kurejea kuzaliana katika mto Yangtze wenye urefu wa kilomita 6300 ambao ni mto mrefu zaidi nchini China. Samaki huyu anajulikana kama panda wa majini na ndiye kiumbe maarufu zaidi wa maisha ya majini katika mto Yangtze. China ilizindua mpango wa ukanda wa kiuchumi wa mto Yangtze mapema mwaka 2016 kwa lengo la kubadilisha ukanda huo kuwa eneo lenye uchumi imara, ekolojia nzuri zaidi, mtandao bora wa usafiri, uchumi ulioratibiwa vyema, soko lililounganishwa zaidi na mfumo bora wa kisayansi. Katika kutekeleza mpango huo wa kulinda mfumo wa ekolojia wa kipekee wa mto huo, China imeongezea juhudi za uhifadhi na usimamizi wa samaki aina ya sturgeon kwa kupiga marufuku wale wanaovua samaki huyo kwa njia haramu, kuanzisha maeneo ya kuzaliana, kutekeleza programu za uzalishaji wa samaki kwa njia ya kisayansi na kuandaa shughuli za kuachilia samaki wachanga waliokuzwa kwenye mabawa kurudi majini. Mnamo Juni mwaka 2020, Shanghai, mji mkubwa wa kiukanda wa kiuchumi wa mto Yangtze, ulianza rasmi kutekeleza kanuni maalum ya uhifadhi wa usimamizi wa sturgeon ambazo zilikuwa sheria za kwanza za aina yake nchini China, zilizolenga spishi moja mahususi. Katika shamba la baharini lililopo kwenye mdomo wa mto Yangtze, mwishoni mwa Disemba mwaka jana, watafiti kutoka kituo cha Shanghai cha uhifadhi wa utafiti wa wanyamapori na majini walirekodi uwepo wa spishi kadhaa zilizoko chini ya ulinzi wa kitaifa wa daraja la kwanza na la pili, zikiwemo sturgeon, pombo asiye na pezi na samaki aina ya saka. Kwa mujibu wa takwimu rasmi, juhudi hizi za kisayansi za kurejesha samaki zilishuhudia zaidi ya samaki 1970 wa sturgeon wakiachiliwa katika mto Yangtze mwaka 2025. In 2025, we have monitored a total of 25 Chinese sturgeons in the waters of the Yangtze River estuary, which is a relative high number compared with previous years. They were all released from the upper reaches of the Yangtze.